Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Tuendelee na taarifa zinazojiri sasa hivi humu nchini. Vijana wa Gen Z kutoka Tanzania wakishirikiana na wanaharakati wa upinzani sasa wameandaa na kutangaza maandamano mapya tena katika miji tofauti nchini Tanzania. Wametoa tarehe rasmi watakayorudi barabarani kuandamana. Like video hii kisha subscribe kabla tusonge mbele, na nikutaarifu taarifa hizi kwa upana na kwa undani zaidi. Mvutano unaendelea kutanda kote Tanzania, huku wananchi tena wakijiandaa kwa kile ambacho wengi wanakiita wimbi kubwa zaidi la maandamano katika historia ya kisiasa ya taifa. Maandamano yajayo yaliyopangwa na Gen Z na wanaharakati wa upinzani kufanyika Disemba mnamo tarehe 9, siku ya uhuru wa Tanzania, yamebadilika haraka na kuwa wakati maalum wa kidemokrasia katika mitandao ya kijamii. Kile kilichokuwa siku ya kusherehekea uhuru tarehe 9 Disemba sasa kimegeuzwa kuwa ishara ya ukaidi, huku maelfu ya vijana mtandaoni wakiapa kuandamana katika miji ya nchi nzima kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan ajiuzulu baada ya matokeo ya maandamano yaliyotokea baada ya uchaguzi hivi majuzi. Waandalizi wanasema maandamano haya hayahusu tena ushindani wa kisiasa, bali ni ya kurejesha utu na haki wanayoamini kuwa imeibiwa kutoka kwa wananchi. Katika miji mikuu kama Dar es Salaam, Arusha, Dodoma na Mwanza, matarajio ya maandamano yanazidi kuongezeka, huku mitandao ya kijamii sasa hivi ikijaa mabango ambayo yameandikwa tarehe ya maandamano hayo yajayo. Kulingana na chapisho lililosambazwa na kituo cha habari cha African News, nikinukuu, iliandika hivi: Watanzania wanapanga maandamano makubwa Disemba tarehe 9, siku inayoambatana na siku ya uhuru wa nchi hiyo. Kile ambacho kilikusudiwa kuashiria uhuru sasa kimekuwa kigezo cha kumtaka Samia Suluhu aondolewe madarakani kutokana na mauaji ya halaiki na kutiwa mbaroni kufuatia uchaguzi huo ulioshuhudiwa siku ya maandamano. Shinikizo linaongezeka kwa watu mashuhuri kusimama na watu na kuchukua mstari wa mbele. Chanzo hicho kilinukuu kama unavyotazama kwa lugha ya Kiingereza: vikundi vya vijana, wanaharakati na hata sehemu za makasisi wanakusanyika katika kile wanachoeleza kuwa msimamo wa amani dhidi ya ukandamizaji na ukosefu wa haki. Bado waandaaji katika mitandao ya kijamii wanaendelea kukaidi, wakisisitiza maandamano yataendelea bila kujali vitisho. Wanaharakati wa upinzani na vijana wa Gen Z wanaopinga serikali ya CCM iliyoingia madarakani hivi majuzi wanachangia pakubwa kusambaza mabango hayo katika mtandao wa kijamii wa X almaarufu Twitter, bango ambalo kama mfano unalotazama kwenye screen yako lililoandikwa tarehe 9 Disemba, maandamano makubwa. Vilevile hasira zinaongezeka zinatokana na kile wananchi wanachoeleza kuwa ghasia zilizofadhiliwa na zilizofuatia uchaguzi wa Oktoba uliokumbwa na utata. Kulingana na waangalizi wa haki za binadamu, makumi ya watu waliuawa na mamia kuzuiliwa wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Hali hii imechochea kasi ya maandamano yanayokuja kuweza kuenea katika mitandao ya kijamii ambayo wengi wanaona kama njia pekee iliyosalia ya kulazimisha uwajibikaji. Watanzania wanatumia mitandao ya kijamii kueneza hashtagi na simu za mikutano ambazo tayari zimewafikia mamilioni ya watu, hasa wanaotumia mitandao hiyo ya kijamii. Katika siku chache kabla ya Disemba tarehe 9, maandamano hayo pia yamezua mijadala miongoni mwa wasomi na watu wa kuangalia masuala ya kisiasa mitandaoni. Wanasiasa, watumishi wa zamani wa umma na watu wa biashara wanashinikizwa kuchagua upande iwapo wataweza kuandamana au watapinga maandamano hayo. Wachambuzi wengi wanahoji kwamba ukimya wao mbele ya kuongezeka kwa ubabe unatia moyo serikali. Baadhi ya watu mashuhuri ambao hapo awali waliepuka mijadala ya kisiasa sasa wameweza kulazimishwa na Gen Z waweze kuzungumza. Katika chapisho lingine la Maria Sarungi, ambaye huyu ni mwanaharakati wa nchi ya Tanzania, pia aliweza kuchapisha upigaji kura mdogo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter, na akaweza kuandika hivi: nimewasikia, nimepokea mapendekezo yenu, na weka poll kadhaa, yani uchaguzi kadhaa. Naanza na hii: kwa kuzingatia dhamira ya mafedhuli kutunyamazisha na kututia hofu, je, ni nini kifuate? Tufanye nini? Na akaweza kuwekea Watanzania wapige kura iwapo watachagua maandamano au maridhiano au kampeni ya kususa, na 80% ya Watanzania walichagua maandamano, na ndipo hapo ambapo ikawekwa tarehe 9 Disemba kuwa na maandamano mengine. Kwa upande mwingine, maafisa wa serikali wametoa onyo kali dhidi ya kushiriki maandamano yoyote yale
Wizara ya mambo ya ndani ilitangaza kwamba mkusanyiko wowote wa hadhara usioidhinishwa utachukuliwa kuwa tishio kwa usalama wa taifa. Hata hivyo, makundi ya upinzani yamepuuza onyo hilo katika mitandao ya kijamii na kusema ni kinyume cha katiba, yakitaja haki ya kukusanyika kwa amani chini ya sheria za Tanzania. Mawakili waliofungamana na mashirika ya kiraia na wanaharakati wameahidi kumtetea yoyote yule aliyekamatwa wakati wa maandamano hayo, wakiweka wakati huu kama mtihani wa dhamira ya kidemokrasia ya taifa hilo. Nyuma ya pazia, vyanzo vya kijasusi vinapendekeza kuwa serikali inafuatilia kwa karibu uandaaji wa maandamano hayo mapya. Wanaharakati kadhaa mashuhuri wameripotiwa kujificha baada ya kupokea vitisho vya kukamatwa. Wengine wameapa kujitokeza mstari wa mbele bila kujali hatari yoyote, wakisema hofu haiwezi tena kudhibiti hatima ya Tanzania. Watetezi wa haki za binadamu wanaitaka jumuiya ya kimataifa kuangalia hali hiyo kwa karibu, wakionya kwamba ukandamizaji mkali wakati wa maandamano unaweza kusababisha kulaaniwa kikanda. Hii si mara ya kwanza kwa Tanzania kushuhudia maandamano makubwa. Hivi majuzi tu, wakati wa uchaguzi Oktoba, maandamano madogo yalizuka kufuatia taarifa za udanganyifu katika uchaguzi na mauaji ya kiholela katika mikoa ya Tanganyika na Pwani, ambayo pia iliweza kuishia pabaya, ambapo maelfu ya watu waliweza kudaiwa kufariki na wengine kutoweka. Wakati huo huo, waandaaji wa maandamano haya wamewataka Watanzania siku hiyo kuweza kubeba bendera ya Tanzania kama ishara muhimu. Ishara hiyo pia imevuma sana, hasa miongoni mwa vijana wa Gen Z wanaohisi kusalitiwa na viongozi waliowaamini. Wanasisitiza kuwa maandamano yatakuwa ya amani lakini madhubuti, wakitangaza kwamba hakuna nguvu ya serikali inayoweza kukandamiza dhamira ya pamoja ya watu waliodhamiria kutetea haki. Wakati huo huo, viongozi wa kidini wameanza kutilia mkazo maandamano yanayokuja, wakiweza kutangaza amani ama kuhutubu amani. Baadhi ya viongozi wa makanisa wametaka kuwepo kwa utulivu na mazungumzo, huku wengine wakizungumza kwa ujasiri zaidi kuhusu wajibu wa kimaadili na kupinga ukosefu wa haki. Wanaikumbusha serikali kuwa siku ya uhuru haipaswi kuadhimishwa kwa umwagaji damu au kukandamiza. Badala yake, wanahimiza upatanisho na unyenyekevu kabla ya vilio vya watu kuwa visivyoweza kutenduliwa. Katika mitandao ya kijamii, jumbe za umoja zinaendelea kumiminika kutoka kwa Watanzania walioko nje ya nchi. Jamii za wahamiaji kutoka Uingereza, Kanada na Marekani zimetangaza mipango ya kufanya maandamano ya mshikamano siku moja na maandamano ya kurudi nyumbani. Wengi wanasema wanahisi jukumu kubwa la kukuza sauti za wale wanaohatarisha usalama wao nchini Tanzania. Wakati tarehe hiyo 9 Disemba iliyotangazwa na Gen Z na wanaharakati kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter inakaribia, matarajio yanayozunguka maandamano yamechukua sauti karibu ya mapinduzi. Kila mazungumzo, kila chapisho na kila mkusanyiko unaonekana kuzunguka swali moja: nini kitatokea siku ya Uhuru Day? Kwa Watanzania wengi, maandamano si tukio la kisiasa tu, ni nafasi ya mwisho ya kurejesha nchi iliyoingia kwenye ubabe. Kwa macho ya wananchi wa kawaida, maandamano yamekuwa kitendo cha ukumbusho kwa wale waliouawa katika mapambano ya kutafuta ukweli. Kila wimbo, kila bendera na kila hatua ya tarehe 9 Disemba itawakilisha kilio cha haki kinachosikika mitaani. Iwapo maandamano haya yataleta mageuzi au ukandamizaji, ukweli mmoja unabaki: Tanzania imesimama kwenye ukingo wa historia na dunia inatazama.